SAVP TV, pamoja katika ukweli. Kupata mteja mzungu? Sijawahi kumpata mteja mzungu. Ndio amekuja sasa hivi sasa. Nataka sasa nini sasa, ndo kama sangekuwa amekuja sasa hivi. Mimi ndo namwambia tutangawizi. Je, angekuja hapa akasema naomba jinja, ungempa nini? Jinja. Mimi naweza kumwambia pengine hapa hamna. Pengine hapa hamna. Pengine hapa hamna. Sisi mara zote tumekuwa tukifanya hivi kama SAVP TV. Harakati ni kibao, mtaa una miche nyingi sana. Hii hapa ni mtaa kwa mtaa kutokea SAVP TV na tumekuwa tunafanya hivi mara nyingi sana. So leo tuko for way. Tunataka tupime bongo za wazazi wetu, lakini pia vijana na vitu kama vile pale. So unajua shule zina mambo mengi sana. Kwa hapa ni kama mwenge, hauluki kijiji. So sisi ni mtaa kwa mtaa kama unavyotuona. Leo tuko for way na kikubwa sana ambacho tunakuja kuzungumza hapa, tunataka tuona uelewa wa wakazi wa for way hapa Dodoma. Sisi tunaamini wameenda shule na vitu vingi sana wanavifahamu. Kuna video vya magazeti, lakini pia wao wanasikiliza redio, wanaangalia television. Kwa hiyo tutapata vitu vingi sana kutoka kwao. Hivi ndio ambavyo tumekuwa tunafanya. Subscribe, comment, like na kushare. Alafu sisi tunakuja kwako na kukupongeza kwa sababu umetuheshimisha sana huko duniani. So tunakwenda kukutana na wenetu mtaani, kuelewa, kupima uelewa wao na kutaka kujua ni vipi wanavifanya, lakini pia ni vipi wanavijua. Tutavifahamu vingi sana kutoka hapa maeneo ya Four Way. So ambatana na mimi. Kama nilivyokuambia, hii hapa ni SAVP TV na hii hapa ni mtaa kwa mtaa. Kama ambavyo mwenge hauruki kijiji, na sisi tuko Four Way leo. Sasa tunapiga stori hapa na miongoni mwa watu au wazee wakongwe kabisa maeneo haya ya Four Way. Mzee, habari ya wakati huu? Salama, habari. Unaitwa nani, pengine majina yako tukufahamu? Mimi naitwa Mnama. Mnama, hii ni nini? Tangawizi. Kuna tangawizi na nini? Na kahawa. Pengine mzungu sasa ndo amekuja hapa sasa hivi. Akakwambia anahitaji kahawa na tangawizi. Kwa Kiingereza vinaitwaje hivi? Coffee. Hii ni coffee, yes. Hii ni kahawa, coffee. Na tangawizi? Tangawizi inaitwa ngoja bwana. Subiri kwanza, potezea kwanza. Tangawizi inaitwa nini? Hii kahawa ni coffee, tangawizi ni? Tangawizi. Inaitwa tangawizi. Sogea sasa kidogo, sogea kidogo. Inaitwa tangawizi. Sogea kidogo ili watu wakusikie. Kwa hiyo coffee ni kwa Kiingereza, kwa Kiswahili tangawizi, kwa kahawa. Coffee inaitwa, yani hii tangawizi kwa Kiingereza inaitwa tangawizi hivyo hivyo. Ni Kiingereza chake pia tangawizi. Kwa hiyo mzungu akija hapa anaweza akasema, sidhani wewe unaelewa vipi mfano? Wewe unaelewa? Mimi nataka uniambie wewe, uje ukikuja hapa akasema naomba jinja, ungempa nini? Jinja. Mimi naweza kumwambia pengine hapa hamna. Pengine hapa hamna. Pengine hapa hamna. Ungemwambia hiyo hamna? Hiyo hamna. Jinja hamna, ila tangawizi ipo. Ipo. Basi umetisha sana. Sasa ngoja mimi niongee na hawa huku kwanza. Kama ambavyo unaona sasa hapa sisi tunaenda kijiweni kupiga stori na miongoni mwa watu hapa ambao wanapata vitu hapa kijiweni. Ni hatari sana. Hapa kijiweni ni hatari. Mzee, tuletee tangawizi moja hapo. Sasa hebu tuambie. Mzee wangu, kwanza unaitwa nani? Mimi naitwa Jaki ndio. Jaki ndio. Jaki ndio, wewe mkazi wa maeneo haya? Mimi maeneo ya Mkuu. Sasa hebu nataka mimi unisaidie kitu kimoja. Hivi naamini juzi rais alifanya uteuzi, Mama Samia alifanya uteuzi wa viongozi tofauti na mwana FA akateuliwa kwa waziri mkuu. Unawaambiaje vijana ambao wapo mtaani na wanachukulia poa uongozi? Uongozi ni kitu ambacho kwanza mtu anakuwa kama kabarikiwa na Mungu. Au sio? Kwa hiyo unaweza ukawa na umesoma sana au ukawa na umri mkubwa sana, lakini usipewe cheo cha uongozi na Mungu mwenyewe. Kwa mtu kama yule pale, kwa sababu unaona movement zake, hata wakati tu anaimba nini hajafika juu sana. Huku chini wakati underground walikuwa wanapenda tu kumpa uongozi kutokana kwamba anaonekana na kitu. Ndio ameamua ampe waziri mkuu sasa hivi safi. Kwa mimi sababu toka hata yeye hayupo waziri mkuu, mambo yangu nayo ndio yale. Mambo vipi? Safi, hali vipi? Shwari. Unaitwa nani kwanza? Mimi naitwa Mohamed. Hivi Mohamed, juzi mama kafanya uteuzi wa viongozi na naamini ulisikia hiyo kitu. Nilisikia. Sasa mwana FA amekuwa waziri mkuu. Wewe unawashauri nini vijana ambao wanachukulia poa uongozi?
Mimi naona sawa tu. Ni sawa. Bwana, hebu tuambie. Zabibu kwa Kiingereza inaitwaje? Sasa mimi sikusoma. Mimi nataka tu niambie ambavyo unafahamu. Sasa sijasoma hata darasa moja, Kiingereza nitajuaje? Kiingereza lugha yetu ile, lakini tunaishi nayo mtaani hapa daily. Ningesoma, ningekujibu. Muona ugumu hapa. Anyway, si unafuatilia siasa? Ndio. Juzi mama aliteua viongozi na nini, mwana FA akawa waziri mkuu. Wewe unafikiri inawasaidiaje vijana hii? Hata wasaidiaje vijana? Sasa mwanamuziki na siasa wapi na wapi? Sasa ndio hiyo lisakishateuliwa kwa waziri mkuu, sasa inakuaje? Naona kama haileti mantiki. Haileti mantiki yoyote? Mwana FA. Wewe unamwambiaje kwanza mwana FA mwenyewe, unampongeza au namna gani? Mimi simpongezi. Au mpongezi mwana FA kwa waziri mkuu? Sasa yeye anaanza muziki tu rafiki yangu. Anakuwa anaanza kutunga single. Wewe unafikiri nani angechaguliwa waziri mkuu tofauti na mwana FA? Waziri mkuu tungempa hata nani bwana huyu? Nani? Huyu bwana huyu. Sasa bwana, jina ya viongozi bwana hao na wenyewe na kuonyesha sana. Wewe yote tu ambaye unamuona ambaye anaweza akafaa Gwajima. Gwajima? Sasa yule tena mambo ya Mungu na siasa wapi? Gwajima hafai. Baba. Taimba kwaya sasa bunge. Kwa mzee Gwajima pale hafai. Hafai. Sasa nani mwingine? Umemwalimu? Bora hata anipe mimi. Bora atakupe wewe. Sasa wewe utaki siasa waziri mkuu unakuaje? Sasa kama hao sibona nikae mimi sasa. Eti nikuulize swali moja tena la mwisho. Hivi kuna ile mwalimu anamtuma mwanafunzi hela. Kesho njoo na 500 kwa ajili ya passport size hapa shuleni. Anampelekea mama mtoto. Mama pia anampelekea baba. Mama amepelekewa 500, mama anampelekea baba shilingi ngapi? 1000. Alafu ukienda kufuatilia mtoto aliomba 500, lakini shule hawakutuma 500, walituma 300, mwalimu kakata 200, mama kakata jelo kutoka kwa baba. Hizi kitaalamu tunahitaji. Yule ni uchakachuaji. Yaani yule kajiongeza na yule kajiongeza na yule kajiongeza, wote ni matapeli. Unakwepeka huko? Ni hatari. Unakwepeka huko? Sababu yani hapo ni ukweli mpaka kwa mtoto mpaka mama mpaka baba. Yaani baba ndo dakika ya mwisho naye kazungukwa hajaelewa. Imewahi kukukuta hii? Hii ipo kote sababu kila mtu lazima au muongo kwa mwenzie. Bila uongo maisha yaendozi. Hatari sana. Hongera sana bro Modi. Mimi nimefurahi sana kupiga story 2-3 hivi na wewe. Fresh. Pamoja sana. Hamna. Dua sana. Basi sasa ngoja mimi niruke upande wa pili hapa. Kama kawaida tunaendelea na story na wana hapa kijiweni, so tunaendelea kupiga zetu story. Bro ni aje? Kama kawaida. Sana. Ile. Naona namna gani vipi hapo unapata ugali sana? Baba utawala. Mimi imekwenda lakini show. So unajua harakati zenyewe zimekuwa jao hapa. Au sio? I say bro, hebu niambie bendera yetu ya taifa ina rangi ngapi? Bendera ya taifa ina rangi 4. Rangi 4. Zile rangi kwani zina maana gani? Mimi maana naonaga tu bendera ya taifa inapepea afu sielewi kila kitu. Ina maana gani? Si inamaanisha kama nchi yetu jinsi ilivyo. Yani ikoje yani? Kuna kijani pale, mazao. Kijani mazao, yes. Kuna nyeusi, mpendo kama sisi watu weusi. Nyeusi ni stima brand. Hapo yenyewe. Lakini ugali mweupe mazao vipi yani? Mazao si kama mboga za majani. Kumbe ile inawakilisha mazingira na mboga za majani au si? Haya sasa na njano ile. Ile njano. Hapo ni short hapo njano. Si unajua na vichwa vieleweki sasa hivi tumesahau. Yaani tuseme nimesahau lakini naweza kuwa naelewa maana. Lakini ilikuwepo. Maana kwa sababu tumepitia shule ya msingi. Kwa hiyo maana yake naelewa. Na ile blue ile sasa ile tumalizie ile blue ile. Ina issue gani ile bwana? Ile blue bahari tuseme. Bahari. Kwa hiyo yani maji mengine haya hamna issue, ni bahari tu. Mambo kibao tu sema ndo kama vile yani. Au sio? Eti bro zabibu, kwani mimi nikitaka zabibu kuomba zabibu kwa Kiingereza inaitwaje? Zabibu kwa Kiingereza? Ndio sasa mzungu kaja hapa na anataka zabibu ya Kiingereza akatamka naona ifahamu kama nini.
Hapo in short ndo kama hivyo, nakwambia vichwa viko mbali. Nishapiga shoti tayari. Nimeshapiga. Ya hatari. Yaani sielewi mpaka sasa hivi unaponiona nakula hivi, yani na maana sielewi, kichwa iko mbali sana. Kudadeki. Kwa hapa ndo tunaua hivi. Hii ni mazima. Hii mazima. Au sio? Da, umetisha sana brother wangu. Haina noma. Nakubali sana. Da, hapa mimi nakuja hapa. Si unaona hapa bado na kinywaji changu na vitu kama hivi hapa. Au sio? Lazima ngoja sasa ngoja. Napiga story hapa na wadada pia wako hapa maeneo haya. Wao wenyewe pia shughuli zao wanafanyia haya maeneo na ni mtaa uko fresh sana. Mama vipi? Safi za kwako. Shwari, unaitwa nani? Tausa Asmani. Sana watoto wangapi? 4. Sasa kuna ile system inaitwaga kwamba mtoto anadaiwa 500 shuleni, anakuja kwa mama, anaomba 500 kama 500. Mama anatoka hapo anaenda kwa baba anaomba 1000. Kwa hiyo mama akitoka huko anakata ile 500 kwa baba, alafu mtoto anapewa 500, mtoto akifika shule, kumbe mwalimu ile aliyokuwa anataka ni 300, mtoto naye anakata 300 yake pale. Anasema vipi mwalimu, mama akakosa 300. Hii kitaalamu inaitwaje? Ni upumbavu kwa kifupi. Ni upumbavu. Upumbavu anafanya. Umewahi kufanya hiki kitu? Umewahi kufanya hiki kitu labda mara moja? Mara moja. Ndio. Kwa nini sasa unafanya hivi? Sasa unakuta matumizi, yani kuna vitu vidogo vidogo ambavyo nyewe wanaume hamvijui. Wewe. Haki ya Mungu. Kweli kabisa. Kwa sababu chumvi inaweza kaisha, wewe hukuweka ratiba zako kwenye chumvi. Kingo changu kimechanika ratiba zako mpaka labda mwezi ujao upokee mshahara. Kwa hiyo lazima kuna vitu vidogo vidogo ambavyo nyewe hamvifahamu. Kumbe ni kweli waga mnapiga. Mtoto akiomba kama buku unaenda kuongeza buku mbili. Hiyo ipo, hata sikatai wala sibishi, hiyo ipo. Ipo ndio. Kwa hiyo naye baba watoto fresh unamfanyiaga? Mara chache, ila pia ipo. Dada umetisha sana. Basi waambie watazamaji bwana wasisahau kusubscribe SAVP TV. Wasisahau? Waambie watazamaji wanaokuangalia sasa hivi msisahau kusubscribe SAVP TV. Mimi kizungu kigumu, labda niambie niongee Kinyamwezi na Kiswahili full basi. Haya basi ongea Kinyamwezi kusubscribe. Yes, so kama mimi nilivyokuambia hapo mwanzo nilikuwa 4way na umeona wakazi wa 4way bwana. Issue zao kubwa sana ni mafundi magari, lakini pia wanafanya issue nyingine ndogo ndogo za maisha kila siku. So 4way hapa tulikuwa na vitu vichache tu ambavyo tulikuwa tunauliza kuhusiana kuwauliza kuhusiana na mwana FA ni nani. Wengi kati yao hawamfahamu mwana FA, wanamfahamu lakini hawamfahamu ni nani. Huyu mwana FA sio waziri mkuu, lakini mwana FA ni naibu waziri wa tamaduni, sanaa na michezo. Lakini pia tulikuwa tunauliza kuhusiana na Zabibu. Bado pia watu hawaifahamu. Zabibu kwa jina lake la kigeni au Kiingereza tunasema inaitwa grape. So watu wamekuja hapa walikuwa wanakimbia namna fulani hivi na wengine wakasema zabibu zinaitwa wine. So far zabibu zinaitwa grape, lakini pia tuliweza kuhusiana na kahawa ni coffee, lakini tuko nayo tangawizi inaitwa ginger kwa kilugha cha kigeni. Kwa hayo ndio ambayo tulikuwa nayo katika siku ya leo. Hapo sisi tumefikia mwisho wa hiki ambacho tulikuwa tunakifanya hapa 4way jijini Dodoma. Nikutakie tu utazamaji mwema vipindi ambavyo vinaendelea kutoka hapa SAVP TV, lakini usisahau kucomment, kusubscribe, like, comment pamoja na kushare. Mimi ni Boss Dayo Genius, lakini nyuma ya kamera alikuwepo Salum Diu pamoja na videographer wetu ni Jafet. Hadi wakati mwingine tukutane tena mitaani huko kujua vingi zaidi kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea. So sisi kwetu ni heshima kwako kwamba unazidi kutujuza, lakini pia kutupatia vitu vikubwa sana na kujifunza mengi ambayo yanapatikana katika mtaa kwa mtaa. This is how we do. Don't forget to subscribe, like, share and comment.